Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, kwa sababu chaneli yetu hii wanaangalia Waislamu na wanaangalia wale ambao wasiokuwa Waislamu. Leo biidhnillahi taala, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, nataka niwaleteeni dua mbili. Dua mbili hizi ndugu yangu Muislamu, wallahi usikubali siku ikupite bila kusoma dua hizi mbili. Dua hizi mbili ndani yake kuna jina kubwa kabisa la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, jina ambalo Mtume anasema yoyote mwenye kumwomba nalo Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu anajibu. Kwa ni vyema ukasikiliza darasa hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, nikakuelekeza dua hizo mbili za kusoma, na insha Allah ili kila siku inayo kwa Allah na wewe usome dua hii, haijalishi muda gani. Kama utafanya subhi sawa, kama utafanya dhuhuri sawa, kama utafanya alasri sawa, kama utafanya baada maghrib sawa, kama utafanya baada ya isha sawa. Lakini kwa ushauri wangu, dua hii ni vizuri sana ukiifanya katika nyakati za usiku, ni maana kuanzia umelala ile alafu ukastuka usingizini, kisoma dua hii wallahi lazima itakuwa ni nzuri sana sana sana. Kwa hiyo usia wangu, inshallah tunaleteana dua kama hizi na adhkari mbalimbali kupitia channel yetu hii. Lengo letu kubwa watu wasiende katika njia za shirki, badala yake waende katika njia ya taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Twende tukaingia katika dua yenyewe Muislamu. Naanza ya kwanza alafu nitakupa ya pili. Ya kwanza nitairudia mara tatu, na ya pili vile vile nitairudia mara tatu. Wallahi lazim zishike sana dua hizi, na ikiwezekana kama una mtoto wako miaka 4 miaka 5, jaribu kumkaririsha hizi dua, awe anazisoma hizi dua, ni nzuri sana 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 sana. Twende tukaanze kuisoma ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Ya kwanza ni hii hapa, hii utasema: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta alhannanu almannanu arrahmanu rahim al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram birahmatika astaghith. Hii ndio dua ya kwanza. Narudia mara pili tena, utasoma Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta alhannan almannan arrahmanur rahim al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith, hapa rudia mara tatu. Birahmatika astaghith, birahmatika astaghith, birahmatika astaghith. Wallahi ni dua nzito sana. Dua hii ni miongoni katika zile dua ambazo Mtume alimsikia sahaba mmoja alikuwa anasoma dua hii, kisha Mtume akamwelekeza sahaba mwingine akamwambia, huyo bwana amemuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa jina lake lilokuwa kubwa, jina ambalo ukimwomba nalo kwalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anajibu. Kwa hiyo ndio dua ya kwanza katika zile dua mbili ambazo Muislamu usikubali siku ikupite bila kusoma dua hii. Haijalishi umesoma asubuhi, haijalishi umesoma dhuhuri, haijalishi umesoma alasiri ama umesoma katika wakati wa maghrib. Lakini kwa ushauri wangu mimi ni kuombe ndugu yangu katika imani, dua hii ifanye katika nyakati za usiku, itakuwa ni bora sana. Hiyo ni ya kwanza biidhnillahi taala. Twende sasa nikakuletee dua ya pili. Na hapa ni wapeni siri ndugu zangu, kabla sijaingia katika dua pili, wapeni siri. Yuko Muislamu mwenzetu mmoja
anaishi katika nchi ya German. Huyu bwana alikuwa na shida katika maeneo anayoishi, na shida yake kubwa ilikuwa ni vibari tu. Anasema kama ni dua akafanya sana maombi na nini, anasema mpaka ilifikia hatua kuna baadhi ya watu wakamshauri afanye hata mambo ya kishirikina, yani kwenda kwa waganga kwa ajili ya kosa kuleta shiriki. Amenipigia simu baada ya kuona dua mbalimbali ambazo tunazielekeza hapa, akaniambia, je, shekhe, dua gani mimi nisome? Wallahi lazim, ndugu zangu, dua ambazo nimemuelekeza yeye asome ndio hizi mbili ambazo leo nazozielekeza hapa. Akasema, shekhe, sawa, mimi ninasoma, lakini naomba na wewe unifanyie. Wallahi lazim, ile bwana amenirudia karibu, ananiambia, naomba na wewe shekhe unifanyie. Nikabasi kama hivyo ni sawa. Basi tukawa tumeianza, nakumbuka siku ya Ijumaa, ilikuwa siku ya Jumatano. Tulianza Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi mimi nikapata na safari ya kuelekea Tanga. Sikuifanya ile dua yake kama endelea nayo. Siku ya Jumatatu asubuhi ananipigia simu. Anasema, shekhe, nashukuru alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejibu dua yetu shekhe. Dua hii, wewe una jambo lako, una shida yako kama alikuwa na ndugu yetu Mbavibari, ama una shida nyingine binafsi, nenda kamwombe Allah kwa dua hizi mbili. Nimekuelekeza ya kwanza, twende nikakuelekeza ya pili. Na kabla sijaongea ya pili, ndugu zangu Waislamu, naomba wale wapenda kheri, nina shida ya ring light kwa ajili ya kurekodia ndugu zangu. Sasa hivi narekodia kwa tabu, taa zangu zimeungua. Taa nazorekodia zimeungua. Ring light kwa Tanzania hapa Dar es Salaam nilipo kama shilingi ngapi? Kama shilingi 1,100,000 tu. 1,100,000 inauzwa ring light, 1,100,000. Naomba kama kuna mpenda kheri yote ambaye anapenda kheri, basi na nikipata mbili sio mbaya, kwa sababu unajua nilikuwa na moja ndio tayari imeshaungua. Nikipata mbili sio mbaya, kwa sababu hizi video zetu mara nyingi tunarekodi usiku. Mchana huwezi kurekodi kelele, watoto nini, lakini usiku unapata na fursa ya kuzirekodi. Kwa hiyo lazima uwe na taa. Kwa hiyo kama atapatikana mpenda kheri akanunua moja ama mbili, ama watu wawili kanunua, itakuwa kheri sana. Na mimi sitawaacha hivi hivi, na mimi nitamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili yao. Na si lazima unipe pesa, hata kama umenunua mwenyewe hapa Dar es Salaam, nipigie simu tu, mimi nitazifuata popote pale ulipo shekhe. Nimeungua juzi ring light zangu, napata shida sana katika kurekodi video zangu inshallah. Kwa hiyo niombe kama kuna mpenda kheri afanye hilo. Twende katika video hii, katika dua ya pili sasa. Na nitakupa namba yangu ya simu, kama utakojeelewa hiyo dua nipigie, nitakuelekeza. Lao ukitaka nikutumie, nitumie message WhatsApp, nitakutumia dua hiyo WhatsApp. Nambari yangu ni 0756 81 11 mwisho 26. 0756 81 11 mwisho 26, na nyingine ni 0793 052 052. Twende katika dua ya pili. Ya pili tutasema hivi: Allahumma inni as'aluka bi anna ashhadu annaka anta Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Narudia tena, utasema Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na inshallah hizi dua nitaziandika hapo chini kwa Kiswahili. La, kwa yule ambaye atakitaka kuzifahamu zaidi atatumia message WhatsApp, nitamwelekeza dua hizo zaidi biidhnillah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.